Mwongozo wa kujifunza Biblia leo ikiwa ni Agosti 1 mwaka wa 2026. Juma hili tutaenda kuliangazia somo la 6, somo linalosema karama za rohoni. Hii ni robo ya 3 inayosema Wakorintho wa kwanza na wa pili. Sabato mchana. Somo la juma hili Wakorintho wa kwanza sura ile ya 12, Waefeso sura ya 4 ya 11 hadi 13, Wakorintho wa kwanza sura ya 13, Petro wa kwanza sura ile ya 4 aya 8 hadi 11, Wakorintho wa kwanza sura ya 14 aya 27, Amosi sura ya 3 aya 7. Fungu la kukariri Wakorintho wa kwanza sura ya 14 aya ya kwanza. Neno la Mungu linasema, ufuateni upendo na kutaka sana karama za rohoni, lakini zaidi kwamba mpate kuhutubu. Kama mwili wa mwanadamu, kanisa ni moja lakini lina washiriki wengi, kila mmoja akiwa na wajibu, kazi na karama tofauti. Zikitendewa kazi kwa upendo, karama hizi za Roho zinakuza hali ya umoja inayoakisi tabia ya Mungu mwenye nafsi tatu. Juma hili tutachunguza Wakorintho wa kwanza sura ya 12 hadi 14 na mafundisho yake juu ya karama za Roho. Sehemu hii ni sehemu ya kipengele kikubwa kidogo ambapo Paulo anashughulikia tabia ya Kikristo inayotarajiwa katika mazingira ya kidini. Wakorintho wa kwanza sura ya 11 hadi 14. Jambo kuu analoshughulika nalo Paulo linahusiana na tatizo la mikusanyiko isiyo na utaratibu. Jibu lake kwa tatizo hili ni kwamba kanisa ni mwili ambao viungo vyake vina kazi mbalimbali zinazochangia kuujenga mwili wa Kristo. Waefeso sura ya 4 aya 12. Kwa ufupi, Mungu alilipatia kanisa karama za Roho ili kukuza umoja kupitia utofauti. Kwa hakika, Paulo bado anakumbuka tatizo makundi aliloshughulika nalo katika sura 4 za kwanza za Wakorintho wa kwanza, ambapo jibu la kukosekana kwa maelewano kati ya washiriki wa kanisa ni umoja katika Kristo. Sasa anafafanua wazo hilo kwa kuwasilisha ufahamu wake juu ya kazi ya karama ya Roho. Kwa mujibu wa Paulo, umoja katika Kristo na Roho ndiyo njia pekee ya kuepuka mafarakano. Jifunze somo la juma hili kwa maandalizi ya Sabato ya Agosti 8.